tukumbuke kwamba hawa wachezaji ambao tunasema wasicheze kwenye haya mashindano ni wachezaji ambao wamehakikisha kwamba wachezaji wetu wa kizao wanapambana kupigania namba na kusacrifice kwenye vilabu vyao ili kuhakikisha kwamba nao wanakuwa na viwango vilivyo bora. Yes, bana, mambo vipi mwana michezo? Mimi naitwa Mtani Joctan, karibu tena tuweze kuzungumza michezo. Baada ya Taifa Stars kuweza kushindwa kufuzu kuelekea katika hatua ya robo finali, Morocco akiwatoa kwa mbinde kabisa. Upo mjadala ambao umeibuka, na hii ni kuhusiana na namna ambavyo wajiandaa sasa kama Taifa Stars kuelekea katika AFCON 2027. Tunapaswa kufanya nini ili tuweze kutoa ushindani wa kutosha katika hiyo AFCON 2027 na pengine tukaweza kuvuna rekodi nyingi zaidi ambazo hatujawahi kuzifikia. Niko na mchambuzi hapa wa masuala ya soka na atazungumza kuhusiana na kauli ya Mheshimiwa Waziri, lakini pia yeye ana mawazo gani kama mdau, nini ambacho kinaweza kikafanyika kawa ni sahihi zaidi kujiandaa na AFCON 2027. Bana Yasli, shwari kabisa. Namshukuru Mungu. Mambo yako vizuri? Mungu anasaidia. AFCON umeangalia? Nafuatilia. Mpaka sasa hivi nafuatilia. Mpaka sasa hivi unafuatilia? Yeah. So far mambo yako mazuri? Nashukuru Mungu. Isikia kauli ambayo Waziri Mkuu ameizungumza kuhusiana na kila ambacho wanatamani kifanyike ikiwa ni maandalizi kuelekea katika AFCON 2027. Kwa mtazamo wako ukiwa kama mchambuzi, una kipi cha kuzungumza? Ni wazo zuri na ni jambo zuri sana ambalo amelizungumza Waziri Mkuu, lakini ukirudi kwenye football kuna kitu ambacho kimekuwa kinaendelea kutufanya wachezaji wetu wana develop. Nirudi nyuma kidogo, miaka kadhaa ya nyuma, kabla ya ujio wa wachezaji wa kigeni kwenye taifa letu kwa wingi, tulikuwa hatuna uwezo wa kufika hata kwenye hii hatua ambayo tumefika, na nafikiri kuwepo kwa hao wachezaji wa kigeni kwenye ligi yetu kumeongeza ushindani mkubwa sana kwenye maeneo mengi. Kwa mfano tu nitakutolea mfano, umemwona Shadrack Boka wa Young Africans anaenda kukutana na muhimili mkubwa wa mtu kama Mohamed Hussein. Mohamed Hussein ili acheze lazima afanye kazi, Shadrack Boka ili acheze lazima afanye kazi. Unaenda kukutana na mtu kama labda Pacome Zouzoua, anakuta kuna mchezaji wa ndani anacheza nafasi kama ile. Ili mchezaji wa ndani apate fursa ya kucheza kwenye nafasi ile, inabidi afanye kazi na amshawishi mwalimu. Kwa hiyo nafikiri alichokiongea ni kitu kizuri sana na ni kitu ambacho kinaweza kwenda kujenga kwa mafanikio makubwa ya timu yetu ya taifa, lakini tukumbuke kwamba hawa wachezaji ambao tunasema wasicheze kwenye haya mashindano ni wachezaji ambao wamehakikisha kwamba wachezaji wetu wa kizao wanapambana kupigania namba na kusacrifice kwenye vilabu vyao ili kuhakikisha kwamba nao wanakuwa na viwango vilivyo bora. Utakwenda kwa upande wa klabu, kwa mfano kama klabu ya Simba, unaangalia unakuta mtu kama Elim Panzu anacheza upande ule, ili Kibu Denis afanye kazi naye ili acheze, na unaenda kuangalia kwamba kuna wachezaji ambao wapo kwenye klabu ya Simba, kwa mfano Yusuf Kagoma, wapo wachezaji wa nje ambao wanacheza kwenye eneo la deep defensive midfielder. Lakini kwa nini hawachezi? Walimu walikuwa wanamwamini Kagoma kwa sababu Kagoma alikuwa anafanya kazi mara mbili ili acheze. Ili kwa sababu gani? Kumshawishi mwalimu, lakini pia kuhakikisha kwamba yule mchezaji ambaye ana compete naye kwenye eneo lile anamzidi kwa maelekezo ambayo mwalimu anampa kwenye eneo lile. Kwa hiyo nafikiri kuna namna itatusaidia, lakini pia tukumbuke kwamba kuna athari pia ambazo zinapatikana kudelay kwa wachezaji ambao wanacheza kwenye maeneo hao wa nyumbani. Nafikiri solution kubwa ambayo tunayo, tumeshindwa miaka mingi sana kutoa wachezaji wengi kuwapeleka kwenye mataifa mengine ambayo yameendelea, and then tukawa sisi ni watu wa kufuatilia maendeleo yao kule na tufanye kitu ambacho kinaweza kusaidia kwenye taifa letu. Kilichobaki kwa sasa ni kutoa tu uraia pacha. Yaani uraia pacha ndio namna halisi ya kwenda kufanya mabadiliko kwenye soka letu na kutaka kile ambacho tunakitaka. Wachezaji wakishakuwa na uraia pacha, it means kwamba tunapowapeleka kwenye mataifa mengine wanaenda kutusaidia kurudi na uwezo mkubwa. Kwanza watakwenda kwenye term of experience watakuwa nayo, lakini pia watakwenda kutuletea uzoefu pia, na watakwenda kutuletea namna ya vile ambavyo wameenda kupata ushindani mkubwa wa kuja kushindana kwenye haya mataifa ambayo tutakuwa tunakutana nayo tena. Kwa sababu nikikutolea mfano mdogo, tumefanikiwa kwa mtu kama Charles Mombwa, sawa, Haji Mnoga, tumefanikiwa kwa mtu mwingine ambaye Alphonse Mabula, unaweza ukasema pia Tyler Alakia,
na wengine wengi ambao hatukufanikiwa kuwarudisha, lakini wamebeba bendera ya Tanzania na wameenda kwenye mataifa mengine. Kwa hiyo nafikiri kitu kikubwa ambacho kitatusaidia sisi kwa miaka hii kadhaa ambayo imebaki, ili tuendelee kwenda huko ambako tunakutaka, cha kwanza tujaribu kutoa uraia pacha, sawa eh? And then tujaribu kutengeneza mifumo mizuri ambayo itakuwa rafiki kwa walimu ambao tunawakabidhi timu za taifa. Namaanisha kwamba Miguel Angel Gamondi, nikikuuliza wewe ndugu yangu hapa, unaweza ukaniambia kwamba unajua falsafa ya timu ya taifa ya Tanzania? Asijue au ifahamu. Kwa hiyo unapopata mwalimu ambaye amethubutu kwenda kukupeleka hatua nyingine na ukafanikiwa kufika kwenye hatua ambao hukuwahi kufika kwenye maisha yako, cha kwanza unatakiwa uwe na imani naye. Cha pili unatakiwa umpe ushirikiano wa kutosha ili akupeleke unapopataka. Kwa hiyo Miguel Angel Gamondi, tunapaswa sisi kama Watanzania tumpe project yetu ambayo tunasema long term project, yani project ya muda mrefu ambayo atakwenda kuifanya, and then tumpe falsafa ya sisi tunataka soka la aina gani. Sawa, tukishamtengenezea misingi mizuri, tukampa kila kitu ambacho anakihitaji, nafikiri Miguel Angel Gamondi ana uwezo wa kwenda kuthubutu 2027 tukafika ambako tunakuhitaji kwa asilimia kadhaa. Inaweza isiwe 100, lakini kama ameweza kwenye mashindano makubwa ya AFCON ambayo hakuwa na maandalizi ya kutosha, what happen kwamba akisha kuwa na maandalizi kidogo ambayo yanaweza kumfikia kule ambako tunahitaji sisi kwenda. Kwa hiyo nafikiri tunapaswa kutoa wachezaji wetu wengi kwenda kupeleka kwenye mataifa mengine. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tunatakiwa kwanza turudi tufahamu falsafa ipi ambayo timu yetu inatakiwa kucheza au inayo, yani tujue asili yetu ni wapi. Kama asili yetu ni mpira wa Ujerumani, tunafahamu kwamba tunatakiwa tucheze counter attack. Kama asili yetu ni mpira wa Hispania, tunatakiwa tupige, tunasema kampa tena. Hicho ni kitu ambacho kinaweza kutusaidia sisi kufahamu wapi ambako tunatakiwa kwenda. Kwa hiyo nafikiri hichi ambacho amekizungumza ni kitu kizuri sana, na mimi nimefurahishwa na wao kuwa na mipango mizuri kama hii, lakini tunapaswa kujua kwamba wachezaji wa kigeni ndio wachezaji ambao wamekuja kuipa ligi yetu hadhi ambayo ilikuwa haina hapo mwanzo, na hawa wachezaji wa kigeni ni wachezaji ambao wanakwenda kutoa competition kwa wachezaji wetu wa ndani, ili tufahamu kwamba tuna wachezaji walio bora. Lazima wapate vipimo kama hivi kutoka kwa wachezaji ambao wanacheza mataifa mengine. Kwa mfano kama tumekuwa tunamuona mtu kama Suleiman Mwalimu, ameanza kuonesha akiwa kwenye timu gani? Fountain Gate, si ndivyo? Wakati alipokuwa KVZ watu walikuwa wamwimbi, lakini alipokuja Fountain Gate watu wakaanza kumwimba kutokana na nini? Kuweka mpira kambani. Ametoka pale amekwenda Wydad, amekwenda zake Wydad kwenye timu ya kule Morocco. Ameenda kule amecheza kwa muda fulani, lakini ameshindwa kudeliver kile ambacho mwalimu wa Wydad alikuwa anahitaji kwa wakati ule. Amerudi hapa Tanzania, game time yake imekuwa ni ndogo sana kwenye klabu ya Simba, lakini umeona alichokifanya kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Kwa sababu gani? Ile ndio tunaita experience ambayo alienda kuichota kule Morocco, kidogo imeanza kumjenga kwamba kumbe hata kama sipati nafasi, ninapopata nafasi natakiwa kuitumia ile nafasi, ili hata yule aliyokuwa nje ambaye alikuwa anacheza nafasi kumbe nikifanya masiara huyu mchezaji atakuja kuichukua ile nafasi yangu. Kwa hiyo nafikiri wachezaji wa kigeni tunatakiwa tuwaheshimu. Wachezaji wa kigeni tunapaswa tuendelee kuwa nao, kwa sababu wao ndio sosi ya kufanya ligi yetu imekuwa kubwa kama hivi ambavyo tumefika. Mashindano ya kimataifa, ukiangalia vilabu vyetu, wachezaji wengi ambao wameenda kuweka rekodi nyingi ni wachezaji wa nje ambao wamecheza kwenye vilabu vyetu. Nikutolee mfano wa nyuma, nakumbuka tuzo ambayo alipata Osman Sako. Alipata akiwa kwenye klabu gani? Ya Wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba. Watu walipata kuifahamu klabu ya Simba kwa ukubwa kupitia Sako. Yaani sio kwa ukubwa huo, lakini Simba ilikuwa ni kubwa, lakini ilienda kuongezewa ukubwa kutokana na kile ambacho alikifanya Sako kwenye yale mashindano. Tumeona juzi Clement Walid Mzize amepata tuzo ya goli bora. Ile haijaja hivi hivi. Kuna watu wengi ambao walikuwa wanashindana nao kwenye nafasi nyingi ndio waliomfanya aendelee kuongeza bidii ya kupambana uwanjani na kuweza kuhakikisha kwamba anafika pale ambako yupo. Kwa hiyo nafikiri kwa namna moja ama nyingine, ili kuwasaidia wachezaji wetu wa ndani, wanatakiwa kuendelea kupata tunasema game time ya kutosha kutokana na competition ambazo zinatoka kwa hao wachezaji ambao sio wa taifa la Tanzania. Kwa hiyo wanasema siku zote atakapoonesha wa nje apewe, atakapoonesha wa ndani pia apewe. Umemwona Celestine Ekua kwenye klabu ya Young Africans, ni mfano tosha.
Clement Walid Mzize akirudi hata sasa hivi anacheza. Kwa nini? Kwa sababu Celestine alikuwa hajadeliver kile ambacho hata 5% ya kile ambacho alikuwa anakideliver Clement Mzize kwenye klabu ya Young Africans. Kwa hiyo nafikiri kuna namna tunatakiwa tuelewe kwamba kumbe kuwa na hawa wachezaji wa nje wanaweza kusaidia pia soka letu kukua na wachezaji wetu kuamini kwamba tukishindana na tukapata nafasi tunaweza kucheza. Umemwona Israel Mwenda anavyocheza kwenye klabu ya Young Africans. Natolea mfano kwa sababu hii ambayo iko hai. Yao Kwasi anaingia anakuja, lakini anajua kabisa pale kuna kazi ya kwenda kufanya kwa sababu ile mtoto ameonesha. Sasa ukirudi pia kwenye klabu hata ya Simba, mwangalia Anthony Mligo. Sawa? Ukienda kumletea beki mwingine ambaye anatoka nje kwa sasa, it means kwamba kila anachokionyesha Mligo, ina maana yule ambaye anatoka nje aje deliver mara 2 zaidi ya kile. Kwa hiyo nafikiri kuna namna wachezaji wetu wenyewe wakielewa nini wanachokitaka na nini ambako wanataka kufika, wao kama wachezaji wetu wanaweza kutufikisha kule ambako tunataka. Kwa hiyo nafikiri wao kwanza waanze na uzalendo wa kupambania namba kwenye vilabu vyao, and then sasa sisi ndio tuanze kuangalia kufikiria namna ya kuwapa nafasi. Unaweza ukawa unapiga kelele kwamba tunatamani tuone wachezaji wetu wanapata nafasi za kutosha. Angalia kwenye vilabu vyetu vya ndani, mchezaji wa Tanzania akili yake kubwa ni kucheza Simba na Yanga. Sawa? Wachezaji wetu wa nje ambao wanakuja kucheza kwenye ligi ya ndani, akili yao kubwa ni kutoka hapa kwenda kucheza zaidi ya hapa walipofika. Mbona tofauti ilivyo? Kwa hiyo ndio maana kwamba mindset zetu zenyewe tu zikibadilika na wachezaji wetu wakaelewa nini wanachokitaka, hatuwezi kutumia nguvu kubwa sana kutengeneza mpira wetu. Najua umeifuatilia AFCON vizuri, lakini pia umeitazama Taifa Stars. Nini ambacho kimetukwamisha na labda kipi ambacho tunapaswa kukifanya ili AFCON ambayo inakuja tuweze kufanya vizuri? Nafahamu kumekuwa na hiki ambacho tumekizungumza, lakini umezungumza hapo kwamba sio njia sahihi ambayo inaweza kutufanya sisi tuweze kufanya vizuri. Labda kulingana na madhaifu ambayo umeyaona katika AFCON hii, kipi hasa ambacho tunaweza kukirekebisha na kufanya sisi tukafanya vizuri katika AFCON inayokuja? Kwanza umezungumzia vitu gani ambavyo vimetufelisha kwenye AFCON hii. Kitu kikubwa ni matumizi ya nafasi. Siku zote unapocheza na mpinzani wa aina yoyote, ukishindwa kutumia nafasi chache ambazo unazipata, mwenzako atakufundisha namna ya kutumia nafasi, na ndio ambacho kimetokea kwenye mchezo wa Taifa Stars na Morocco. Nafasi ya wazi ya Simon Happy God Msuva ilikuwa ni clear chance ambayo ilikuwa ni dakika za mwanzoni za kuweza kuhakikisha kwamba unatia pressure kwa wapinzani wako baada ya kuwafunga goli la mapema. Lakini pia kipindi cha pili, I think so, nafasi ambayo alipoteza Faisal Salum ilikuwa ni goli la wazi pia ambalo nafasi imetengenezwa vizuri na Suleiman Mwalimu. Ilikuwa ni nafasi ya kuweka tu mpira kwenye kamba na kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri, lakini hatukuweza kuzitumia nafasi hizo vizuri. Actually mpaka mpira unakwenda, ukiniambia kwa sababu gani nakwambia kwamba hatukuwa na vitu vingi ambavyo vilitufelisha, utaangalia mpaka dakika za mwisho mwamuzi anaenda kutunyima tuta ambayo ilikuwa ni halali kuweza kulipata. It means kwamba timu yetu ilikuwa vizuri kwenye uzuiaji, lakini ilikuwa vibaya kwenye kumalizia zile nafasi. Na maanisha kwamba kwenye eneo la ushambuliaji hawakutimiza wajibu wao kwa 100%, lakini kwenye eneo la ulinzi walijitahidi kwa 100% zao na kuhakikisha kwamba tulikuwa salama. Kwa hiyo nafikiri cha kwanza ni matumizi ya nafasi. Wakirudi kwenye uwanja wa mazoezi, mwalimu anapaswa kuelewa hilo jambo kwamba wachezaji wake ambao wanacheza kwenye eneo la mbele wanapaswa sana kufanya mazoezi ya kuendelea kufunga na kutumia nafasi chache ambazo wanazipata, kwa sababu wanasema siku zote ukichezea nafasi mwenzako akiipata basi anaweza akakuadhibu kupitia nafasi. Lakini pia umezungumzia swala zuri sana, ni nini kifanyike kuelekea hivyo. Nimetoa njia ambazo ni nzuri sana. Ni sisi tunachopaswa kukifanya kwa sasa ni kutoa tu wachezaji ambao wapo kwenye madaraja tofauti kwenda kucheza mipaka ya Afrika au nje kabisa ya Afrika. Kwa nini nazungumza hivyo? Kwa sababu wale watakaporudi watarudi na vitu vya ziada ambavyo vitakuwa ni extra mind kwenye timu ya taifa na kuweza kuhakikisha kwamba tunafika ambako tunakuhitaji. Kama tuliweza kwa kina Alphonse Mabula ambao walijiwezesha nafikiri wenyewe mpaka kufika walipofika, wakina Charles Mombwa, wakina Haji Mnoga, why not kama tumeamua kama taifa kutoa wachezaji wengine kuwapeleka kwenye mataifa mengine yaliyoendelea wakapata development na warudi hapa na kile ambacho wamekipata kutoka kule kikatusaidia kwenye taifa letu. Kwa hiyo nafikiri njia kubwa itakayotusaidia ni kutoa wachezaji kutoka hapa kuwapeleka katika mataifa mengine ambayo ni mataifa mama yameshaendelea kisoka, na wao huko watakapokwenda
watajifunza mambo mengi sana na wataujifunza mpira wenyewe, na watakuja hapa wakiwa na standard quality ambayo itatusaidia sisi kwenye taifa letu.